Leo tena ni siku nzuri ambayo Bwana ameiandaa ili yamkini tupate sio tu baraka za mwilini, lakini tupate baraka za rohoni, tukijua kwamba muda wa kukaa katika dunia hii sio mrefu, lakini muda tutakaoishi baada ya kutoka duniani hapa ni wa milele. Bwana ampe basi kila mmoja wetu kuelewa na tupasa kuelewa tunapokuwa tukitafakari kwanza baraka za rohoni kabla ya kutafakari baraka za mwilini katika yale yatakayofuata katika jina la Yesu. Vema. Tunapoanza somo letu la leo, ni muhimu kwa kila mmoja wetu kufahamu kwamba katika mpango wa Mungu hakukusudia kabisa kuona mtu awaye yote katikati yetu anakwenda motoni. Katika Mathayo sura ya 25 mstari wa 41, maandiko yanasema, moto wa milele hakuwekewa mwanadamu, bali moto wa milele wamewekewa malaika, wamewekewa Shetani na malaika zake. Katika mpango wa Mungu, alipoumba moto wa milele, alikusudia kumtupa humo Shetani na malaika zake tu. Na kwa nini basi watu wanakwenda motoni? Katika Luka sura ya 16 kwa mfano, tunaona juu ya tajiri mmoja ambaye alikwenda motoni baada ya kufa kwake, na akawa katika mateso makali huko, hata akatamani mtu atoke katika wafu, atoke kule motoni, aje awashuhudie ndugu zake 5 walioko duniani, ili wasije wakafika kule motoni anakoteswa. Kwa nini watu wanakwenda motoni basi, wakati Mungu hakukusudia kuona wanadamu wanakwenda motoni? Iko sababu moja tu kubwa. Sababu hiyo ni sababu gani? Nyakati za kanisa la kwanza la mitume, watu walifundishwa sana walipokuwa wanaingia makanisani juu ya neema. Nyakati hizi za leo, watu wengi hata wakitaja neno neema hawaelewi vizuri sana nini maana ya neema. Hata watu wengine wanaimba wimbo maarufu, neema neema imefunuliwa, lakini ukiuliza watu nini maana ya neema, nini maana hasa ya neema, ya neno neema, ni wachache sana watakao kuwa na uwezo wa kuelezea. Katika 10 kama utapata mmoja, basi itakuwa na kiwango cha juu sana. Lakini katika watu 10 unaweza kukuta, katika watu 10 wanaokwenda makanisani, unaweza kukuta kuna hata mmoja anaelewa maana ya neno neema. Haikuwa hivyo nyakati za kanisa la kwanza wakati wa mitume. Katika Wakolosai sura ya 1 kwa mfano, tunasoma na kupata picha jinsi ndugu zetu wa nyakati hizo walivyokuwa wanajifunza sana juu ya neema ya Mungu. Wakolosai sura ile ya 1 mstari ule wa 3 mpaka mstari ule wa 7. Tumshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote tukiombea, tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu
na upendo mlio nao kwa watakatifu wote, kwa sababu ya tumaini mlilowekewa akiba mbinguni, ambalo habari zake mlizisikia zamani kwa neno la kweli ya Injili iliyofika kwenu, kama ilivyo katika ulimwengu wote, na kuzaa matunda na kukua, kama inavyokuwa kwenu pia, tangu siku mlipoisikia mkaifahamu sana neema ya Mungu. Tangu siku mlipoisikia mkaifahamu sana neema ya Mungu katika kweli, kama mlivyofundishwa na Epafra. Tangu mlipoisikia na kuifahamu sana neema ya Mungu, kama mlivyofundishwa na Epafra. Epafra huyu alikuwa ni mtume, na hawa walisikia neema ya Mungu wakaifahamu sana, na kwa sababu walifahamu sana wakaweza kukaa katika mapenzi ya Mungu. Muda usingetutosha kuangalia maandiko mengine mengi ambayo yanatuelezea jinsi watu hawa walivyojifunza kwa uzito sana kuhusu neema na wakaifahamu sana. Lakini leo ni rahisi kuona watu tu wakizungumza na kutaja neema na kusema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu na upendo wa Mungu Baba na mambo kama hayo, ukae pamoja nasi sasa na hata milele. Amina, hivyo tu. Lakini neema ni nini? Ndio maana tuko hapa leo sisi nasi kujifunza juu ya neema, kama walivyojifunza ndugu zetu wa nyakati za kanisa la kwanza. Kutokana na kufundishwa sana juu ya neema, sio tu waliweza kuishi maisha yanayompendeza Mungu kwa wingi wao, lakini waliweza kuwa na ujasiri wa kusimama katika imani ya Kristo, kusimamia imani ya Kristo hata kwa gharama ya kifo. Ndio maana leo tunaangalia somo lenye kichwa neema juu ya neema. Yohana sura ile ya kwanza, Yohana sura ile ya kwanza mstari ule wa 16 mpaka mstari ule wa 17. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema, na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Ziko neema mbili hapa zinazotajwa, neema juu ya neema nyingine. Nini basi maana ya neema, na kwa nini ziko neema mbili zinazotajwa hapa? Neema, neno neema lina maana mbili tofauti. Maana ya kwanza ya neema ni upendeleo wa kuchaguliwa bila kustahili, kutokana na matendo yoyote au sifa zozote alizonazo mtu. Kwa kawaida, kama kunatokea matangazo ya kazi, wale watu wanaotangaza nafasi za kazi huwa wanaeleza sifa anazotakiwa kuwa nazo mtu ili apate kuchaguliwa katika nafasi hizo. Na wataeleza kwa mfano, mtu anatakiwa kuwa na elimu fulani na uzoefu wa kazi hiyo kwa miaka fulani, na watu wa namna hiyo ndio wanatakiwa kuja kwenye mahojiano. Mtu ambaye hana sifa hizo ni vigumu kuchaguliwa katika kazi hiyo. Sasa katika
mfano huo maana yake mtu anachaguliwa katika kazi kutokana na sifa zake, kutokana na yale yanayomsahilisha katika kazi hiyo. Hiyo sasa sio kuchaguliwa kwa neema. Kuchaguliwa kwa neema maana yake nini? Ni kuchaguliwa pasipo kustahili, ni kuchaguliwa pasipokuwa na sifa yoyote inayomsahilisha mtu. Kwa mfano, kama ingewezekana, katika mfano huo, kama ingewezekana kukawa na mtu ambaye angechaguliwa kufanya kazi fulani sasa bila kuwa na vyeti vya elimu inayohusiana na kazi hiyo, bila kuwa na sifa zozote au uzoefu wote wa kazi hiyo, sasa hapo tungesema amechaguliwa kwa neema. Ndio maana watu wengi watakwenda motoni kwa sababu hawajui tumechaguliwa kwenda mbinguni si sote kwa neema tu. Tumeokolewa kwa neema, tunaokolewa kwa neema, tunapata nafasi ya kuingia mbinguni kwa neema. Watu wengine kwa kutokuelewa wanajaribu kufanya matendo ya sheria. Wanasikia sheria inasema usiibe, wanakazana, wanajitahidi kutokuiba, wanajitahidi kufanya mapenzi ya Mungu wanayosikia habari zake, ili wapate kumpendeza Mungu na hivyo wapate kuingia mbinguni. Kwa matendo yoyote ya sheria hakuna mtu hata mmoja atakayehesabiwa haki. Mungu tangu zamani, tangu nyakati za mwanzo, wanadamu aliwapa sheria, aliwapa maagizo, hawakuweza kufanya vile alivyotaka, na hivyo matokeo yake tena na tena aliwaangamiza wanadamu. Katika Mwanzo sura ile ya 6, maandiko yanasema Mungu akaangalia, akaona wanadamu wote wanafanya yale yasiyompendeza, akajuta hata kwa nini amemfanya mwanadamu, na hivyo akasema ataifutilia mbali dunia na vyote vinavyoijaza. Akatokea Nuhu pamoja na jamaa yake ambao walipata kibali mbele za Mungu, watu 8 tu, na hao wakanusurika katika gharika iliyoikumba dunia nyakati hizo. Unaweza kuona huo haukuwa mwisho. Wakati wa Sodoma na Gomora vivyo hivyo, dunia iliteketezwa kwa moto na kiberiti. Hakukuwa na anayetenda mema. Lutu pamoja na mke wake na watoto wao, hata pale walipotolewa katika kuteketezwa katika Sodoma na Gomora, bado mke wake Lutu aligeuka nyuma, akawa bado anatamani uovu wa Sodoma. Mungu akaendelea kuhuzunishwa sana. Wakati wa Musa, kama si maombi ya Musa pamoja na wana wa Israeli kutolewa katika nchi ya Misri, nusura waangamizwe jangwani, si mara moja, si mara mbili, waliwasha hasira ya Mungu na hatimaye walifika watu 2 tu waliotoka Misri. Watu 2 tu ndio walifika Kanaani. Nyakati zote hizi hakukuwa na yeyote aliyetenda mema. Yesu Kristo alipokuja duniani akawakuta vile vile Mafarisayo, akawakuta vile vile watu wa dini ambao wanakazana kusoma sheria za Mungu, wakitamani kuzitenda. Wanasikia sheria ya Mungu hii, wanatamani kuitenda. Wanasikia sheria hii ya Mungu, wanatamani kuitenda. Na Yesu akawaambia, je, Musa akuwapa Torati? Ni nani miongoni mwenu anayeitenda Torati? Yohana sura ya 7 mstari wa 19.
Je, Musa hakuwapa torati? Wala hakuna mmoja wenu aitendaye torati. Hakuna hata mmoja wenu aitendaye torati. Katika macho ya Mungu, Mungu alipompima kila mwanadamu katika kuyafanya mapenzi yake, katika kuitenda torati, aliona kwamba kila mwanadamu amepungua. Kila mwanadamu alipopimwa katika mizani, alionekana amepungua. Hakuitenda torati vile ambavyo Mungu alitaka itendwe. Na katika mpango wa Mungu, katika maelekezo yake, alieleza yeyote yule ambaye haitendi torati, hatimizi matakwa ya torati, huyu anastahili kufa. Huyu ni lazima afe. Sio tu amelaniwa, lakini hukumu yake sharti iwe kufa. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 27 mstari wa 26. Na alaniwe asiyeweka imara maneno ya torati hii kwa kuyafanya. Na watu wote waseme amina. Yeye aliyekuwa amelaniwa, hukumu yake sasa ilikuwa kuangikwa juu ya mti. Awa yote ambaye aliangikwa juu ya msalaba, alitundikwa msalabani, huyu alihesabika kuwa amelaniwa. Kifo cha msalaba kilikuwa ni kifo cha watu waliolaniwa. Na hapa maandiko yanasema, Yesu akawaambia, hakuna hata mtu mmoja anayetenda torati. Kwa maana wanadamu wote, kwa sababu hawakuitenda torati, wote walikuwa chini ya laana. Wote walistahili kifo cha msalaba kutokana na kutoa kuitenda torati. Unaweza kuona sasa. Basi Mungu wa ajabu sana. Labda kabla ya kuendelea hapo, tuje hapa katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 21 mstari wa 22 mpaka 23. Kumbukumbu la Torati 21 mstari wa 22 mpaka 23. Akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, akauawa, nao wakamtundika juu ya mti, yani juu ya msalaba. Nyakati zile msalaba ilikuwa ni gogo tu, ambalo gogo moja na gogo jingine linapita katikati na limepigiliwa msumari hapo. Hakikuwa kitu kizuri sana kama kinavyotengenezwa vizuri siku hizi na maseremala, lakini ulikuwa ni mti tu juu ya mti. Akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, akauawa, nao wakamtundika juu ya mti. Mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo, kwani aliyetundikwa amelaniwa na Mungu. Kwani aliyetundikwa amelaniwa na Mungu. Naweza kuona aliyekufa kifo cha msalaba alikuwa ni mtu yule aliyelaniwa na Mungu. Na yeyote yule ambaye haitendi torati, tumesoma, alihesabika kuwa amelaniwa. Na hivyo wanadamu wote walikuwa chini ya laana. Sasa basi Mungu akaja mwenyewe katika mpango wake. Akaja mwenyewe kwa njia ya Yesu Kristo. Mungu akafanyika mwili. Akafanyika mwili. Neno ambaye ndiye Yesu Kristo akafanyika mwili. Ndio maana tunasema Immanueli, Mungu pamoja nasi. Huyu Yesu Kristo alipokuja, huyu peke yake ndiye akafanya mapenzi ya Mungu yote. Siku zote maandiko nasema Mungu hakumwacha, kwa sababu siku zote alifanya mapenzi ya Mungu. Katika Yohana sura ile ya
ya 8 mstari ule wa 29 tunasoma Yohana 8:29, naye aliyenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Akawa ni Yesu Kristo peke yake miongoni mwa wanadamu wengine wote aliyefanya siku zote yale yanayompendeza Mungu. Sasa basi, mpango wa Mungu wa kutuokoa sisi ili tusiende katika moto wa milele ambao amewekewa Ibilisi na malaika zake ukawa ni kupitia kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo, kufa kwake haikuwa ajali, lakini alitolewa ili afe kwa ajili yetu. Ndio maana maandiko yanasema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe pekee, alimtoa ili afe kwa ajili yetu, ili sisi tusipotee, sisi tusiende motoni. Ni upendo wa Mungu usiokuwa wa kawaida, kwamba Mungu alimtoa Yesu Kristo ili aichukue laana yetu, ili aichukue adhabu yetu. Unaweza kuona wakati ule wa kusulubishwa kwa Yesu Kristo, kilichotokea katika hukumu, waliulizwa watu wakasema, ni nani asulubishwe? Asulubishwe Yesu au asulubishwe Baraba? Watu wote wakapiga kelele, asulubishwe Yesu, asulubishwe Yesu. Baraba alikuwa muuaji, alikuwa mtu mbaya ambaye watu wote hawakumtaka, lakini akachaguliwa Yesu ndiye asulubishwe, halafu Baraba ndiye afunguliwe. Baraba alituwakilisha sisi sote wenye dhambi. Hakuna mwanadamu au yeyote ambaye anaweza kusema tangu azaliwe, pamoja na kujitahidi, pamoja na kushika dini, anaweza kusema kama Yesu siku zote amefanya mapenzi ya Mungu. La hasha. Sisi sote kama Baraba tumepotoka, tumeoza wote. Warumi 3:23 maandiko nasema wote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Tumepungukiwa na utakatifu wa Mungu. Wote tumefanya dhambi, wote hatustahili mbele zake, lakini huyu mmoja aliyestahili ndiye ambaye alisulubishwa, akaangikwa juu ya mti kwa ajili yetu, kwa ajili ya dhambi zetu, ili sisi tuhesabiwe haki katika yeye. Kilichotokea ni kwamba wanadamu wote ambao tulistahili kifo cha msalaba kutokana na kutokushika torati, wote tulistahili hukumu, sio tu kifo cha msalaba, lakini baada ya kifo cha msalaba kwenda katika moto wa milele, kama shetani anapotakiwa kwenda huko kutokana na uasi wake. Sasa katika mpango wa Mungu, Yesu alichukua adhabu yetu pale msalabani, aliangikwa juu ya mti, akahesabika kama yeye aliyelaniwa, ili atukomboe sisi kutoka katika laana ya torati. Katika Wagalatia sasa sura ile ya 3 mstari ule wa 12 mpaka mstari ule wa 13 tunasoma, na torati haikuja kwa imani, bali ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanya laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Alifanyika laana kwa ajili yetu. Kimsingi waliolaniwa sio tu walisulubishwa msalabani, lakini baada ya kusulubishwa msalabani
walikwenda motoni moja kwa moja. Wale wanaokwenda motoni wanaitwa pia wamelaniwa. Katika Mathayo sura ile ya Mathayo sura ile ya 25 mstari ule wa 41 tunasoma, kisha tawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Ndivyo tunavyookolewa. Tunaokolewa kwa neema. Hiyo ndio neema ya kwanza. Ukristo ni rahisi sana kuishi. Viwango vya utakatifu vya Mungu ni rahisi sana kuviishi, lakini si kwa nguvu zetu. Baada ya kuokolewa kwa neema, sasa kinachotokea, tunaumbwa upya. Wanadamu katika hali hii tulionayo hatuwezi kushinda dhambi hata kidogo, mpaka tuumbwe upya. Wote tumepotoka, tunazaliwa tukiwa tangu tumboni mwa mama zetu. Zaburi ya 51 mstari wa 5, maandiko yanasema tunachukuliwa mimba tukiwa hatiani, tunakuwa na asili ya damu ya kutenda dhambi. Lakini tukiwa ndani ya Kristo, baada ya kumwamini, tunaumbwa upya. Tunapoumbwa upya sasa, tunaumbwa tukiwa na neema ya pili. Tunaumbwa kwa kupewa neema ya pili, ndio maana inaitwa neema juu ya neema. Mstari wa 10 sasa, Warumi sura ya 2 mstari wa 10, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Matendo mema sasa ina maana tunayafanya baada ya kuumbwa katika Kristo Yesu, na inakuwa rahisi tu kuyatenda. Kunakuwa na uwezo wa kutuwezesha. Hiyo ndio maana ya neema, ndio maana ya pili ya neema. Maana ya pili ya neema sasa ni uwezo wa kutuwezesha kufanya mapenzi ya Mungu kama anavyotaka yeye. Ndio maana ya neema. Neema ile ya kwanza inatufanya tuchaguliwe kuingia mbinguni bila kustahili, lakini kutokana na kazi aliyofanya Kristo. Halafu neema hii ya pili ambayo anapewa kila mtu anayemjia Yesu namna hiyo katika kutubu dhambi zake na kumwamini Yesu, ni neema inayotufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki na utaua, yani katika haki na utakatifu katika ulimwengu wa sasa. Watu wengi utakuta wanasema haiwezekani kuokoka duniani kwa sababu hawajui mpango wa Mungu wa kuokolewa kwa neema, na kwamba ni neema juu ya neema. Katika Tito sasa sura ile ya 2 mstari ule wa Tito sura ile ya 2 mstari ule wa 11 mpaka mstari wa 12 tunasoma, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Ndio hiyo neema tunayoimba imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu wa sasa. Neema hiyo ndiyo inatufundisha kuishi katika usafi na utakatifu kama Mungu anavyotaka. Kufundisha manake kuwezesha. Yule unayemfundisha gari, unayemfundisha kuendesha gari, unamwezesha kuendesha gari. Yule unayemfundisha kupika ugali, unamwezesha kupika ugali. Kwa hiyo maandiko yanaposema neema ya Mungu yatufundisha, manake yatuwezesha kukataa ubaya. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba tunapokuwa tumekuja kwa Yesu namna hiyo, kuna kitu kinachoshuka kutoka mbinguni na kutujia sisi. Tunapokea na neema juu ya neema. Tunachaguliwa na kustahilishwa kuingia mbinguni bila matendo yetu, bila sifa yote tulionayo. Halafu tunashukiwa na neema nyingine pale tu tunapotubu, na hiyo neema inatufundisha, inatuwezesha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Na utaona baada ya kutubu dhambi kwa imani na moyo, kwa kumwamini Yesu, baada ya kuelewa juu ya neema, utaona kuna neema ambayo inashuka kwako. Neema hiyo ndio inakuwezesha bila kujitahidi. Unaona tu sasa kiu ya pombe haiko tena, kiu ya uasherati imehamishwa. Unapenda tu kufanya mapenzi ya Mungu. Tumeokolewa kwa neema, na tena tunaishi ndani ya neema hiyo. Hata baada ya kuokolewa hatuishi tena kwa kujitahidi. Tukisikia tu mafundisho
Mungu anatufundisha kwamba tunatakiwa kuishi hivi au vile. Tunatakiwa kukijia kiti cha neema kwa ujasiri. Tunatakiwa kumjia Kristo kwa ujasiri na kumwambia, Bwana Yesu, nimejifunza katika neno lako kwamba natakiwa kuwa hivi na vile na vile na vile. Basi wewe siwezi kufanya neno lote. Nipe neema, yani nipe uwezo wa kuniwezesha kufanya mapenzi yako. Ile neema tayari inashuka na kutuwezesha kufanya mapenzi hayo. Kwa hiyo maisha ya Ukristo, maisha ya utakatifu ni maisha ya kuweza kwa kuwezeshwa. Ni maisha ya kuwezeshwa, sio maisha ya kujitahidi kwa maguvu yetu. Na ndiyo maana tangu tujitahidi tumeshindwa. Leo Kristo anasema, njoni msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na tena hili ni kwa imani tu. Uko tayari kuamini leo? Ndio maana maandiko yanasema, mwamini Bwana Yesu na utaokoka. Ni kwa imani tu tunapokea neema juu ya neema. Ndio maana tuna haja kusema, hivi kweli mimi nitaweza? Kwa nguvu zako huwezi. Tunaweza kwa sababu tunapewa neema. Uko tayari kupokea neema hiyo leo? Uko tayari kupokea neema hiyo leo? Neema hiyo itakufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia kirahisi tu hivyo, na utaondolewa katika orodha waliolaniwa na kuingizwa katika orodha ya waliobarikiwa. Na ukiamini tayari unaokoka. Lakini ukikaa na kushikilia yale unayojua wewe, utajikuta uko katika kutupwa katika jehanamu ya moto pale uliposimama juu. Unachotakiwa sasa kufanya ni kumsogelea Bwana Yesu na kumwambia kwamba, ni kweli Bwana, mimi ni mwenye dhambi, sistahili hata kukusogelea wewe, sistahili kukusogelea wewe kabisa. Ninakusihi unisamehe dhambi zangu kwa kumaanisha kuziacha, na ninamwamini Yesu tena kwa shukurani. Ninakushukuru Mungu kwa kazi aliyoifanya kwa ajili yangu. Nilistahili kifo cha msalaba, maana mimi ni mlaniwa, lakini sasa naingia katika orodha waliobarikiwa kutokana na kazi yako, kutokana na upendo wako, na mengine yote mwachie Yesu. Unachotakiwa kufanya sasa, wewe ambaye unajifanya mwenye dhambi, na kuna yeyote ambaye atasema sio mwenye dhambi, ni kunyosha mkono wako juu tu pale ulipo. Nyosha tu mkono wako juu. Wewe ambaye sasa unataka kuokolewa, wewe ambaye unataka kuingia mbinguni, utoke katika orodha waliolaniwa na kuwa miongoni mwa waliobarikiwa, nyosha tu mkono wako juu. Mikono yako miwili yote unaiweka tu juu, kwamba Bwana Yesu, ninataka kuingia mbinguni. Bwana Yesu, nataka kuingia mbinguni. Kila mmoja anataka kuingia mbinguni. Hakuna anayetaka kwenda motoni bila shaka. Kwa hiyo unaweka tu mikono yako miwili juu. Alafu baada ya kuweka mikono hiyo miwili, Mungu anasema, nikaribieni nami nitawakaribia. Unachukua hatua nyingine kwa imani. Unasogea hapa mbele, unapanda hapa juu kwenye madhabahu ya Bwana, unamsogelea Yesu kwamba, Bwana, sistahili, lakini Bwana, na mimi nistahilishe katika kazi uliyoifanya msalabani. Tayari kuanzia leo utaona unachaguliwa. Kuanzia leo jina lako litafutwa katika kitabu cha hukumu. Kuanzia leo utahesabiwa miongoni mwa wale wanaokwenda mbinguni. Kila mmoja akijua tunaokolewa kwa neema. Kila mmoja. Amen. Asante kwa makofi yako. Tulia tu bila makofi. Kila mmoja akijua tunaokolewa kwa neema. Kila mmoja akijua tunaokolewa kwa neema, atachukua nafasi hiyo na kuja. Atachukua nafasi hiyo na kuja na kumwambia, Bwana Yesu, ni kweli sistahili kabisa hata kukusogelea. Mimi nastahili kwenda motoni, lakini Bwana, nimefahamu naokolewa kwa neema. Ninakuja hivi hivi nilivyo. Nipokee. Utapokelewa leo. Utapokelewa leo. Wala usikae na kuwaza, mimi ni mwenye dhambi sana, mimi sifai kabisa. Sauli alikuwa muuaji, tena aliwaua watakatifu wa Mungu. Sauli alikuwa muuaji,
aliyewaua watakatifu wa Mungu, utahesabiwa kabisa haki hivyo hivyo ulivyo, mradi tu moyoni unasema sitaki dhambi tena. Moyoni unasema sitaki dhambi tena kuanzia leo. Utahesabiwa haki hivyo hivyo ulivyo. Bado tunakusubiri kokote pale ulipowahi, kabla ya maombi ambayo tunataka kuyafanya sasa. Weka mikono yako juu sana. Wewe ambaye umepata ufunuo huu, weka mikono yako juu sana. Kisha sema maneno haya: Mungu Baba, asante kwa neno lako. Nimelisikia nami nimefahamu sana juu ya neema. Hakika mimi si stahili. Mimi ni mbaya. Mimi ni mwenye dhambi. Natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha kuanzia sasa. Bwana Yesu, nipokee. Natubu dhambi zangu zote, sizitaki tena. Lakini nimefahamu sio tu naokolewa kwa neema, lakini ninapata neema nyingine, yani uwezo wa kuniwezesha kushinda dhambi. Bwana Yesu, nipe uwezo huo. Nipe uwezo wa kushinda dhambi. Nipe neema hiyo, ili kuanzia leo niishi maisha yanayokupendeza wewe. Asante kwa neema ya kwanza. Tena asante kwa neema ya pili. Kwa imani nimepokea na neema juu ya neema, na hivyo na kutukuza na kukushangilia kwa kuniokoa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Rahisi kabisa namna hiyo. Na kuanzia sasa tunakwenda mbinguni. Rahisi tu hivyo. Na kuanzia sasa tunakwenda wapi? Mbinguni. Tunakwenda wapi? Mbinguni. Tayari tumeokolewa kwa Haleluya. Na utaona kuanzia sasa ile kiu ya dhambi imehama. Ghafla tu, kwa muujiza tu, ghafla kwa imani tu, utaona maisha yako yamebadilika kabisa kuanzia leo. Heri yako wewe uliyepata ufunuo huu, umebarikiwa na Bwana. Kwa hiyo sasa hivi unahesabika uko miongoni mwa waliobarikiwa na unakwenda mbinguni. Umeanza vyema safari ya kwenda mbinguni, na unasikia sasa ni kupata mafundisho tena na tena kama hayo uliyosikia, ili upate kufahamu mambo mengi ambayo tunasikia kuyafahamu katika maandiko, ili tuishi kwa namna ile ambavyo Mungu anapenda tuishi. Na kwa sababu hiyo, muda sio mrefu tungependa kuchukua jina lako ili tukuombee zaidi na tukupe msaada zaidi wa kiroho, ili kama ulivyojifunza haya ujifunze mambo mengine na kuzidi kuwa mshindi katika mambo ya imani. Na vile vile kiko kitabu ambacho kinaitwa Masomo ya Mwanzo Baada ya Kuokoka, ambacho ukikipata kitabu hicho ambacho kinauzwa baada ya ibada tu kwa bei sio ya kibiashara ya shilingi 1600, utaweza kujua mambo mengi sana yanakupasa kufahamu baada ya kuwa umefikia hatua hii sasa. Na kwa muda mfupi ujao utajikuta umepiga hatua kubwa sana ya kiroho. Na kama huwezi kukipata leo, ina maana unaweza kukipata wakati wowote ule mwingine. Tunatumaini umebarikiwa na mafundisho haya. Biblia inasema katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 22, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Isikilize kaseti hii tena na tena na kuwapa wengine pia. Mungu
akubariki.